Na moja kwa moja basi mtazamaji, ni habari za biashara na uchumi kutoka hapa Channel 10 Plus. Tunakwenda kuanza na taarifa inayosema kwamba serikali imelitaka shirika la viwango Tanzania TBS kuwawezesha wajasiriamali wanaoanzisha miradi ya uzalishaji wanafikia viwango vya uzalishaji wa bidhaa bora vinavyokidhi matakwa ya vigezo vilivyowekwa na shirika hilo. Agizo hilo la serikali limetolewa na Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara Patrobas Katambi wakati alipofanya ziara katika shirika hilo, ambapo pamoja na mambo mengine alijionea uwekezaji mkubwa wa mitambo na maabara za upimaji uliofanywa na serikali ya awamu ya 6. Amesema serikali ilipoanzisha utaratibu wa kutoa mikopo kwa makundi maalum ya wanawake, vijana na wenye ulemavu, kwa lengo ni kuhakikisha wanufaika wanaanzisha miradi ya kiuchumi ikiwemo uzalishaji wa mali, na ili kufikia azma ni lazima taasisi kama TBS iwasaidie waweze kuzalisha bidhaa zinazokidhi ubora na zinazokubalika kwenye masoko ya ndani na nje kwa maana ya kimataifa. Niwapongeze sana kwa mitambo mikubwa mizuri na ya kisasa. Kwetu tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa sababu ameendelea kuona umuhimu wa huu hapa nyongeza ya budget, lakini pia kwa mapato yenu wenyewe mmeweza kujistahimili kwenye eneo fulani na eneo jingine serikali inafanya hiyo kazi. Niwapongeze kwa kiwango kikubwa. Mitambo mizuri, wataalamu wabobevu na mahiri wako hapa TBS, hongereni sana. Nimeiona mitambo. Katika jitihada za kuhamasisha matumizi ya nishati safi, mama lishe wa mkoa wa Morogoro wamehimizwa kutumia nishati hiyo kwenye shughuli zao za kila siku, ili hatua itakayofanya kupunguza matumizi ya nishati chafu kama mkaa na kuni, sambamba na kulinda mazingira ya biashara zao. Taarifa ya Jimmy Mengele inafafanua zaidi. Katika hafla hiyo maalum iliyofanyika eneo la Msamvu Stendi, Meya Manispaa ya Morogoro Halidi Matengo amefungua mradi wa vibanda vya kisasa zaidi ya 50 kwa mamalishe wanaofanyia kazi katika eneo hilo, lengo ikiwa ni kufikia wamamalishe zaidi ya 400. Lakini pia kwa mabalozi wa nishati safi, kwani wote tunafahamu athari za nishati zingine ambazo sio salama, lakini tunafahamu faida ya kutumia gesi. Kuna faida nyingi, lakini faida kuu mbili ni kutunza mazingira yetu na kulinda afya ya watumiaji ambao ni kina mama. Hatua changamoto ya maeneo safi na nishati safi kwa mamalishe, wakina mama wanaotoa huduma ya chakula, na lengo lilikuwa kuonyesha kuna mabadiliko pale walipo sasa na pale tunapotaka kuwapeleka. Kwa upande wake, balozi wa nishati safi Jennifer Mosha amesema kuwa matumizi ya kuni na mkaa huweza kuleta athari ya mtumiaji wa nishati hiyo, ikiwa ni pamoja na kupata kansa na magonjwa mengine. Misitu ni muhimu kwa kudumisha viumbe hai, kuhifadhi udongo, kusaidia mizunguko wa maji, na pia uharibifu wa misitu inaharibu mifumo ya ekolojia na rasilimali za asili. Pia inasaidia kulinda afya ya wanawake. Wanawake hoye! Ambao ndio waathirika wakubwa kwa kutumia kuni na mikaa, ambao wanapata moshi inayowaathiri. Moshi una chembe za sumu ambazo husababisha magonjwa kama pneumonia, kansa, mapafu na matatizo ya upumuaji. Kwa sababu pamoja na kutaka kumjumuisha mwanamke kwenye uchumi, pia tunataka kusukuma ajenda ya nishati safi. Na tunajua ni ajenda ambayo ni ajenda kubwa yetu, serikali yetu pia. Na kila tukiwafuata tukawaambia nataka mitungi 150 mnatupa bure. Kweli tunapikia kuni, tunahangaika nazo, mara mikaa, lakini kutuletea gesi ni jambo kubwa sana. Yaani ni neema, mimi niseme ni neema ya Mungu ambao wameguswa kufanya jambo hili kwa ajili ya wamama. Mungu wa mbinguni awabariki sana na waendelee kufanya hivi hata kwa wengine. Naamini sasa tunakwenda kufanya kitu kizuri zaidi ya vile tulivyokuwa. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Taarifa hiyo ya Jimmy Mengele inatufikisha tamati ya habari za biashara na uchumi kutoka hapa Channel 10 Plus. Mtazamaji, muda si mrefu atakuja hapa goalkeeper wa kisasa Eden Bahati kwa ajili ya kukupitisha viwanjani na kukuletea yale yote ambayo yamejiri viwanjani katika siku ya leo. Usiondoke, jina langu ni Salma Shabani.